Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, karibu kwenye uchambuzi wa kazi ya fasihi, nikirejelea fasihi ya tamthilia. Na hii tamthilia ni Bembea ya Maisha. Hapa ni Edit TV, nami ni wako Fibian Muthama. Leo hii nina walimu wawili hapa ambao nafikiri wamejiandaa kisawa sawa kwenye kutufafanulia vile mambo yalivyo katika hii tamthilia. Karibu walimu. Asante. Tuanze na kwako dada. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Bi Emma Makwa, mwalimu wa Kiswahili katika shule ya kitaifa ya Lugulu, shule ya wasichana. Shule ya kitaifa ya Lugulu. Naam. Na mwenzangu bwana mwalimu. Naam. Asante. Mimi naitwa Bwana Muhaka Meshak, mwalimu wa Kiswahili shule ya upili ya wasichana ya Moi Kamsinga. Moi Kamsinga. Lugulu ni ya wasichana. Ni wasichana. Na Moi ya wasichana. Haya, tuanze na Bi Makwa. Naam. Umetuandalia yepi? Leo tunataka kuzungumza kuhusu wahusika katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Na katika kuangazia hawa wahusika, tungependa kushughulikia wahusika ambao ni wasaidizi katika hadithi hii. Hawa wahusika ni pamoja na Dina. Kwa hiyo kuna Dina na tuna Bella. Tuna Bella. Wanawake. Ambao ni wahusika ndani ya Bembea ya Maisha. Na tulisema wahusika ni viumbe, kama sijakosea. Viumbe ambao wanawasilisha ama wanatumika kuwasilisha kazi yote ya fasihi. Na hapa tunazungumzia Bella na Dina. Kwako Bi Makwa. Dina yuko vipi? Dina ni mhusika ambaye tunampata katika mandhari ya kijijini. Na tunampata kwamba ni mhusika ambaye ni jirani wa wahusika wakuu katika hadithi hii, ambao ni Yona pamoja na Sara. Kwa hivyo tunampata katika hali ya kwamba anaenda kumsaidia Sara kufanya kazi fulani kwa sababu Sara alikuwa mgonjwa. Kwa hivyo pale ndipo tunampata Dina pamoja na mwanawe katika yale mandhari ya kijijini. Kwa hiyo mwalimu Meshak, huyu Dina ni rafiki wa? Tutasema kwamba ni rafiki ya Sara. Na pia ni jirani. Ni jirani. Na moja kwa moja inatupeleka katika sifa yake ya kwanza. Kwamba ana ujirani. Ni jirani mwema. Manake tunampata kwamba Sara ni mgonjwa, anaugua. Katika onyesho la kwanza tunapata kwamba Sara yuko pale ameshindwa kumpikia mmewe, lakini anatuma salamu kwamba Dina aje amsaidie pengine kwa mapishi, na Dina anakubali. Tunaona kwamba katika ukurasa wa 4, pengine nikisoma tu nikisoma kwamba subiri, nimempelekea Dina salamu aje akatufanyie chochote. Mwenzio nilivyo hivi mwenyewe hata sijifai kitu, mwili mzima mfano wa bua. Kisha Yona anasema haidhuru nitasubiri. Naye Sara anasema hata kawia, yeye huitika wito haraka. Kwa hivyo yeye ni jirani mwema, kwamba wakati wote ule ambapo Sara alimuita, naye akaitikia wito, akaja kusaidia pale nyumbani. Kwa hivyo inakuwa ni sifa yake ya kwanza kwamba ni jirani mwema, ama ana ujirani, ana ujamaa wa Kiafrika. Kwa hiyo Dina ni rafiki yake Sara na ni mwanamume au ni mwanamke? Ni mwanamke. Ni mwanamke. Ni mwanamke. Naam. Ndio maana umesema ana ujirani. Ana ujirani, ameenda kumsaidia katika shughuli za mapishi pale. Kwa sababu Sara amezidiwa na ugonjwa. Kwa hivyo akamuita aje amsaidie, na tunapata ile sifa yake ya kwanza kwamba atakuwa ni mjirani. Nafurahia sana kwa sababu hawa ni wanawake ambao wanasaidiana na wana urafiki mwema. Tuendeleze Bi Makwa. Kwa hivyo pale aliposoma mwalimu mwenzangu, ningependa tu kusisitiza sifa nyingine ambayo tutampatia huyu mhusika wetu Dina. Sara anasema kwamba hata kawia, yeye huitika wito haraka. Samahani mwalimu, anasemea wapi? Ukurasa wa 4. Ukurasa wa 4. Pale tu tuliposoma. Kwamba hata kawia, yeye huitika wito haraka. Kule huitika wito haraka inamaanisha kwamba si mara moja tu. Kwa hivyo tunapata kwamba huyu ni mhusika wa kutegemewa. Ni mtu wa kutegemewa. Sara anaonekana kuwa na imani kwamba mumewe asiwe na shaka.
huenda akakawia tu, lakini yeye huitika wito haraka. Kwa hivyo inatupatia sifa yake nyingine kwamba huyu ni mhusika ambaye ni wa kutegemewa. Si jirani tu mwema, bali pia ni jirani ambaye anaweza akamtegemea wakati wote ule ambapo anahitaji, yeye huitika. Naam. Inaonekana huyu ni mama ni mhusika mzuri tu. Kwa sababu kama unafikiri kama una rafiki kama huyo wakati wote, huwezi kusita kumuita. Sio wakati tu wa dhiki, hata wakati ambao una furaha. Si ndio? Ni kweli. Bwana Meshak. Inapelekea pengine kwa sababu sifa yake ya tatu utapata kwamba ni mhusika mwenye hekima. Na wakati wote binadamu ambaye ana akili zake timamu atataka kuwa na uhusiano na watu wenye hekima. Na unampata kwamba huyu Dina anajitokeza kuwa ni mhusika ambaye ana wingi wa hekima. Mazungumzo yake kila mara utapata kutakuwa na misemo, kutakuwa na methali ambazo zinatumika ipasavyo. Kwa mfano tukienda tu kuangalia katika ukurasa wa 12. Nipeane tu mfano mmoja. Anasema pale chini kabisa, ganga hizi zimekurejeshea tumaini. Halafu tena baadaye anasema ni kama akiba isiyooza, bora tu akiba hiyo ni nzuri. Kwa hivyo huyu ni mhusika ambaye ana hekima. Bali tu kuwa amewajibika, anategemewa, ni mhusika ambaye ana hekima. Anatumia misemo na anaonyesha kwamba ni mtu ambaye amepevuka kwa kiwango fulani katika ule uzee wake. Maanake tena sio mwanamke mchanga, ni mwanamke wa amekula chumvi kidogo. Nina imani utapona. Hospitali aliyokupeleka Neema, nasikia ina wataalamu hodari. Wanasema pia ina madaktari waliomakinika. Kweli, wanajitahidi. Mwenyewe nilipotoka hapa mara ile ya kwanza, nilikuwa kimbaombao umekuwa pilau. Upepo kiasi tu ungeniumbisha kama jani kavu wakati wa kipupwe. Ulikuwa umelegea parafujo za mwili. Ninakwambia. Ganga hizi zimekurejeshea tumaini. Aliyesema mwanao ndiye mwokozi wako siku za shida hakukosea. Mwalimu Meshak, unataka kuturudisha kwa kauli ya uzee ni hekima. Ni kweli. Watu wengi husema siku zote sio kila mtu muonaye ana mvi ni hekima. Wengine ni uzee tu. Lakini huyu akatuhakikishia kwamba uzee wake una hekima. Una hekima. Unakubaliana na hayo Bi Makwa? Nakubaliana. Haswa pale tu kwa kumwangazia huyu mhusika wetu. Tunaona anapozungumza na mwanawe, katika mazungumzo yale anaonekana kujua mengi sana kuhusu familia ya Dina, familia ya Sara na Yona. Na ni kwa mara ya kwanza ndipo hata anamwambia mwanawe mwenyewe kuhusu yale matatizo ambao hawa wamekuwa wakipitia. Inadhihirisha kwamba alikuwa na hekima ya kuweka haya mambo na kwamba kujua ni mambo ya familia ile. Wamepitia shida, wamepitia dhiki, lakini katika dhiki hii yote wanaelekea kuonekana kuanza kupata faraja. Kwa hivyo pale inatusisitizia kwamba kweli ana hekima. Na pia tunaona kwamba ni mwanamke mwenye matumaini. Anampatia Sara matumaini. Si kwamba ameenda tu pale kumwandalia chakula. Labda tu kuturejesha pale ukurasa wa 12. Anamwambia Sara kwamba naamini utapona. Hospitali hiyo aliyokupeleka Neema, nasikia ina wataalamu hodari. Wanasema ina madaktari waliomakinika sana. Kwa hivyo anampatia katika ile hekima yake pia. Anaonekana yeye mwenyewe ana matumaini, anampatia Sara matumaini. Kwamba asiwe na shaka. Huenda kwa sasa yuko chini, amedhoofika sana, amenyong'onyea sana, hawezi hata kumwandalia mumewe chakula. Lakini awe na matumaini kwamba kule anakoenda atapata matibabu. Na pengine pia kwa kuongezea, utapata kwamba haya matumaini yake na hata ile hekima yake pengine inatokana na kwamba yeye ni mcha Mungu. Huyu mhusika wetu Dina amesawiriwa kuwa ni mcha Mungu. Mbali na kutaja methali na kutumia misemo katika mazungumzo yake, pia utapata kwamba kuna ile misemo ambayo ni ya ucha Mungu. Kwa mfano katika ule ukurasa wa 12 pale juu kabisa yosema kwamba dadangu, kila limfikalo mwanadamu ni mpango wa manani,
wenye vinywa vichafu usiku watalala, hapana haja ya kusisimuka na malaika. Anaendelea pale chini tena, unapata kwamba Mungu mwenyewe atakuhifadhi na kukusitiri. Kwa hivyo ni mhusika ambaye anaamini kwamba Mungu yupo, anamtia mwenzake moyo kwamba usije ukafa moyo, Mungu atakuwa nawe. Kwa hivyo atakuwa ni mcha Mungu. Maanake haitawezekana kwamba nitamsaidia mwenzangu hapa nimwambie kwamba Mungu atakusaidia iwapo mimi mwenyewe sio mcha Mungu. Lazima na uhusiano na Mwenyezi Mungu ndipo nikaweza kumhimiza kwa kutumia maneno ya ucha Mungu jamani. Mwalimu Meshak umenikumbusha kusema kwamba umwambie mwenzako Mungu atakusaidia. Wakati wote nafikiri hilo limenigusa. Na naona huyu mwanamke ana hekima na ni mtu ambaye kama vile mlivyosema anatarajiwa wakati wote. Ukitaka usaidizi kutoka kwake hawezi kupinga. Tukiwa na marafiki hawa katika maisha nafikiri ni jambo jema sana. Siku zote usimwambie mtu Mungu atakusaidia. Iwapo una nafasi na uwezo unaweza ukamsaidia, kwa sababu Mungu husaidia watu kupitia wenzao, sio? Ni kweli. Bi Makwa, Naam. tukiendelea na Dina huyu ambaye ni rafiki mzuri wa Sara. Unaongezea kauli ipi kumhusu yeye? Labda kuongezea tu sifa nyingine ni kwamba ni mwanamke aliyewajibika. Amewajibikia familia yake mwenyewe. Tunaona kwamba anapopata ule wito, ni kweli masaa ya mankuli yanaonekana yamefikia. Lakini habari hii inapomfikia, anakuwa katika maandalizi ya chakula chake mwenyewe. Ana mwanawe ambaye anaitwa Akiwa. Kwa hivyo anaona kwamba ni vema awajibikie jamii yake. Kwa hivyo anawajibika kwa kuhakikisha kwamba ameandaa chakula cha mwanawe kwanza kabla hajaenda kule kwingine. Kule kunaonyesha uwajibikaji wake kama mama na kama mke katika ile nyumba yake. Kwa hivyo pale kuna uwajibikaji, na pia anawajibika kama jirani. Anajua kwamba huyu rafiki yangu amelemewa. Hivyo kwenda kumsaidia pia kunadhihirika kwamba amewajibikia wajibu wake kama jirani mwema. Naam. Mwanangu, sasa mimi naondoka. Ninakwenda kwa Sara kumsaidia na upishi. Hali yake hiyo haimwezeshi kufanya chochote. Amenitumia salamu niende nikamsaidie. Lakini kwa kuwa nilikuwa nimebandika sufuria yangu, nikaona heri nimalize na upishi wangu. Haya, wasaidie huko. Majirani ni kufaana. Wanasema leo kwangu kesho kwako. Hii ni safari. Kwa matone kama chemichemi, Bwana Meshak. Huyu Dina ana sifa zingine pengine ya kuongezea tu kutaja? Pengine kwa kuongezea ama kuingia katika umuhimu wake. Maanake yote aliye na sifa kutakuwa na umuhimu wake katika kazi yote ile ya kifasihi. Utapata kwamba huyu mhusika Dina amesawiriwa kuwa ni mwanamke ambaye anaendeleza maudhui ya ujamaa, maudhui ya ujirani mwema. Kweli. Katika tamthilia yetu. Maanake wengine wote ambao tutakumbana nao hawaonekani kuwa ni majirani wema. Lakini huyu Dina ameonyesha kwamba ujirani mwema unawezekana katika jamii. Unajua fasihi ni kioo cha jamii. Kwa hivyo anakuwa ni kielelezo cha wale wanawake, hasa wanawake. Ni kielelezo cha wanawake ambao wanabaki kuwa majirani wema. Majirani ambao watasimama nawe wakati uko katika machungu. Majirani ambao hata siri zako wataficha uchi wako. Manake unapata kwamba alijua changamoto zilizokumba familia ya Sara na familia ya Yona, lakini hata mtoto wake Kiwa hakumwambia. Aliweka tu hizi siri, akaficha uchi wa familia hii. Kwa hivyo ni mhusika ambaye anaendeleza maudhui ya ujirani mwema katika tamthilia. Na pengine kwa kutaja tu muhimu, manake naona ni kitu kizuri. Wakati tunagusia mtu tunaona umuhimu wake katika fasihi, ili na mimi niweze kulingana na jamii yangu umuhimu wa marafiki, hasa rafiki kama Dina. Ana umuhimu gani? Dina zaidi ya kuwajibika. Tunaona kwamba anatuonyesha nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwanamke
amesawiriwa katika njia ambayo ni nzuri. Yeye kama mwanamke anachukua nafasi ile ya kumsaidia mwanamke mwenzake, wala si kumvuta chini, si kumsema, si kusema kwamba yule mwanamke kashindwa na ndoa yake. La, tunaona kwamba anamsaidia. Kwa hivyo inatupatia nafasi ya juu ambayo mwanamke amepewa katika kazi ya fasihi. Na pia mwanamke huyu ambaye ni Dina ametumika katika kukuza ule mtiririko wa ploti. Kwa sababu tunaona iwapo tutamuondoa Dina katika ploti hii, kuna mambo ambayo hatutajua kuhusu jamii hii ya Yona na Sara na ule ujirani wao ambao walikuwa nao na majirani. Naam. Mtazamaji, kila siku ukiwa na marafiki wazuri, nafikiri maisha yanasonga. Wasemao husema ukitaka kwenda mbio nenda mwenyewe, ukitaka kwenda vizuri nenda na wenzako. Na hapa kwenye tamthilia tumeona Sara anakwenda vizuri katika maisha na Dina. Ikiwa maisha yanakupa bembea za kurudi na nyuma ambazo ni dhiki, basi ukuwa na marafiki ambao unakujali, mwenda unaenda sawa. Mwalimu Bi Makwa. Naam. Pengine kama kuna mhusika mwingine ambaye tunaweza tukajua sifa zake vile tumeona na huyu Dina. Mhusika ambaye pia tunaweza tukamwangazia ni Bella. Na Bella ni mhusika ambaye tunampata katika mandhari ya mjini. Na tunampata akiwa katika nyumba ya Neema na Bunju, na ni mfanyikazi wa nyumbani wa Neema pamoja na Bunju. Naam. Kwa hiyo Bella ni mfanyikazi. Ni mfanyikazi Ambaye ni mwanamume, ni mwanamke, ni mtoto, ni mtu mzima. Napelekea ni mwanamke. Ana watoto wake ambao washakomaa, hata wana nyumba zao kulingana na tamthilia. Lakini nikija kazi katika nyumba ya Neema na Bunju. Napelekea yeye ndio mlezi wa watoto wa Neema, Lemi pamoja na Mina. Ningependa kujua kwa nini Neema na Bunju wakachagua kuwa na msaidizi wa ndani ambaye ni mtu mzima. Ni mtu ambaye amepita kile kiwango cha hao wasichana ambao tunaweza kusema wanatafuta riziki, kwa sababu watoto wake si tayari wana makazi. Kwa nini akaamua kuwa kijakazi? Pengine Bi Makwa unaweza kutueleza kulingana na sifa zake. Nafikiri kwa kuangazia sehemu ya kwanza ya swali lako, kwamba kwa nini Neema anaona awe na mhusika kama huyu ambaye ni wa makamu, umri wake umesonga. Tunaona kwamba sifa zake tunavyozipata zinaafiki kazi yake. Neema anaonekana kwamba ni mtu ambaye kazi zake zinamfanya aondoke mapema sana asubuhi wakati wa jogoo kuwika, na anarejea usiku sana. Kwa hivyo anahitaji mtu ambaye anaweza akafanya zile kazi za pale nyumbani bila yeye kuwa na hofu popote pale. Na pale tunaangazia sifa yake ya kwanza ambayo huenda inamfanya awe pale, ambayo kwamba yeye ni mlezi mwema sana. Naam. Kweli itakuwa ni mlezi mwema ikiwa anaamka wakati wa jogoo kuwika na kurudi wakati wa jogoo kunyamaza au mlezi mwema utakuwa Meshak. Utakuwa kwamba huyu mhusika wetu Bella ni mlezi mwema. Kwanza katika mazungumzo yake na Neema anataja kwamba yeye mwenyewe alikuwa mama, aliwalea watoto wake. Anamhimiza tu Neema kwamba usijali, hata mimi mwenyewe niliwalea watoto wangu. Nilikuwa nafanya kazi na nimewalea, wamekomaa, wana nyumba zao. Huyu jamani atakuwa ni mlezi ili uweze kuwalea watoto hadi wakakomaa na wakawa na nyumba zao. Lakini mbali na hayo unapata kwamba katika ukurasa wa 22 manake uhusika wake unajitokeza katika nyumba ya Neema. Anataja pale baada ya Neema kuna maneno mengi tu Neema anataja pale juu. Baada yake unamwona anasema mtoto Bella anasema mtoto ameshalala. Neema anauliza amekula? Bella anajibu tena vizuri sana, lakini leo ameingia akiwa mchovu, ninafikiri wamecheza sana. Kisha anaendeleza kidogo pale. Anataja jinsi ambavyo huyu mtoto Lemi anacheza, anajua kucheza, anataja vile ambavyo anajiandaa kwa sababu ya kuwatumbuiza wazazi wakati wa mkutano. Kwa hivyo itakuwa kwamba mbali na kuwa mfanyikazi, sio kwamba amejikita tu kwa majukumu yake ya kufanya usafi pale nyumbani na upishi, lakini amekuwa kama mama kwa huyu mtoto ambaye ni Lemi, kwa sababu Neema mara nyingi hayuko nyumbani. Kwa hivyo amejitolea, amekuwa kama mama. Anahakikisha kwamba akishatoka shuleni amemwangalia, amemdadisi, akajua jamani amechoka, mbona amechoka, anaweza kupeana ile ripoti. Huu utakuwa ni ulezi mwema.
Vipi leo? Mbona kimya hivi? Mtoto ameshalala. Amekula? Tena vizuri sana, lakini leo ameingia akiwa mchovu. Ninafikiri wamecheza sana. Walikuwa wanacheza au wanafanya mazoezi ya nyimbo kwa ajili ya siku ya wazazi shuleni? Wanaimba wakicheza vile vile. Si unajua nyimbo za siku hizi ni mpaka warukeruke, si kama zamani. Kwani unazijua? Ninazijua sana. Basi naye Lemi kila akija kutoka skuli, kabla ya chochote, lazima kwanza nionyeshe miondoko na minengo yote walioifanya pale shuleni. Kwa hiyo ni mlezi mzuri huyo mama. Ajalea mtoto wake, analea mtoto wa mtu mwingine na anamlea vizuri. Najaribu kutafakuri wafanyakazi wa ndani. Mtu akikuuliza mtoto wangu anakuwa amenuna ashalala. Ashakula. Lakini yeye anaendelea amekula tena vizuri. Kisha amekuja mchovu. Anaongeza na la ziada. Nafikiri anampenda huyu mhusika. Bimwako unaonaje? Sifa yake nyingine zaidi ya kuwa mlezi ni ipi? Pale kwa ulezi ni sifa ambayo huenda ikafungamana kidogo, lakini yajisimamia. Kwamba ni mhusika ambaye amewajibika katika kazi yake. Amewajibika hivi kwamba haya mambo anayofanya, hatuoni akipewa maagizo kwamba mlishe mtoto, hakikisha amelala, fanya hivi na hivi. Lakini tunaona kwamba anawajibika kufanya zile kazi za nyumbani. Neema anapowasili anasema kwamba chakula kinaendelea kuandaliwa, kumaanisha kwamba anafanya yale maandalizi, amewajibika kuandaa kile chakula, anawajibika kuhakikisha kwamba huyu mtoto kakula, pia ameenda kulala. Hata wakati ambapo Lemi anarejea nyumbani na anatamani kucheza, kuonyesha kile ambacho alisoma kule shuleni, ni huyu mhusika ndiye tunaona kwamba hata amelazimika kujua namna ambavyo wanacheza kule shuleni. Ile miondoko na minenguo anazijua zote. Kwa hivyo tunaona kwamba kweli amewajibika katika kazi yake ya ulezi na kazi yake ya pale nyumbani. Naam. Kwa hiyo huyu ni mama ambaye ni mlezi na anawajibika. Na pengine kwa kuongezea, utaona kwamba huyu Bella ana umri sawia na Sara mamake Neema. Na kwa kulinganisha kidogo, Sara tulimpata kwamba ni mtamaduni. Lakini Bella sio mtamaduni. Ana mtazamo wazi sana kwa maisha. Ilhali ungetazamia kwamba manake yeye na Sara wana umri sawia. Utatazamia kwamba pengine mtazamo wako wa maisha utakuwa sawa na ule wa Sara, lakini wake ni tofauti. Pengine tukiangalia katika ukurasa wa 24 pale, pale chini kabisa wakizungumzia mbona Sara akaenda kulala kwa binti yake Asna na sio pale kwa Neema. Anasema kwamba hayo ni ya kale na ya kale hayanuki. Wengi hawafuati tena mila hizo. Walimwengu sasa wanavaa sare moja. Kwa hivyo yeye hajikiti kwa ule utamaduni wa kwamba mama mkwe asilale kwa wakwe zake. Yeye anaona kwamba ni mambo ambayo yamepitwa na wakati. Kwa hivyo utasema kwamba kama mhusika ni mhusika ambaye ana mtazamo wazi wa maisha. Hapo bwana Meshak. Ni kitu kizuri kwamba tumeonyeshwa mhusika ambaye ni mfanyikazi wa ndani, lakini pia japo ana umri wa mtu uzima, afuati mambo ya kizamani, mambo ambayo yangeendana pengine na maisha yake. Ni kweli. Bimako, hebu tupe, ana umuhimu gani huyu katika jamii? Katika jamii tunaona kwamba anatuonyesha nafasi au wajibu wa wafanyikazi pale nyumbani. Si kwamba yule mfanyikazi anafaa kuwepo tu kufanya usafi, kufanya mapishi na kadhalika, lakini anaweza kuwa zaidi ya pale na kuwa mlezi mwema katika ile jamii, hasa pale ambapo tunaona kama jamii za sasa tunapewa mandhari ya mjini, kwamba hawa ni watu ambao wanafanya kazi, wanaondoka mapema, wanarejea usiku sana. Kwa hivyo yule ambaye anawachwa pale akiwa na wajibu zaidi ya kufanya tu zile kazi, ile nafasi ndio amepewa, kwamba anakuwa mlezi zaidi ya kuwa tu mfanyikazi wa pale nyumbani. Naam. Kwa hiyo umuhimu wake hapa kwenye tamthilia Bembea ni anakuzwa kama mlezi mzuri. Anakuzwa kama yule mtu, anapewa nafasi, tunaonyeshwa ile nafasi ya wafanyikazi pale nyumbani. Naam. Nafikiri kwa kuongezea tu bwana Meshak, huyu Bella
Kwa kugusia tu zaidi, nini zaidi ya faida isipokuwa kuwa na nafasi na kuwa mlezi? Pengine tuseme kwamba Bella amefanikisha tena maudhui ya nafasi ya mwanamke katika jamii, kwamba mwanamke ni msaidizi wa mwanamke mwenziwe, kwamba iwapo Bella hangekuwepo, pengine Neema angeshindwa kuiwajibikia familia yake, kumlea mtoto wake, lakini Bella anaingia na anasaidia kufanikisha malezi ya familia ya Neema. Kwa hivyo inakuwa kwamba anafanikisha yale maudhui ya kwamba mwanamke anaweza kuwa kama msaidizi wa mwanamke wenziwe, na haya yote yanafanyika katika muktadha wa heshima, kwa sababu pia unapata kwamba ni mfanyikazi mwenye heshima. Kwa hivyo ile nafasi ya mwanamke kuwa tena ni mtu mwenye heshima katika jamii, sio mtu ambaye kila mara afanye ugomvi hapa na pale. Anaonekana ni mtu ambaye amemheshimu mwajiri wake. Na ni kitu kizuri. Nafikiri Bimako unataka kuongezea, pengine nikupe sekunde tu ya kauli yako ya mwisho kwa mtazamo wako kuhusu jamii ukilinganisha na huyu Bella. Sina mengine ya kuongezea pale. Hauna mengine ya kuongezea? Ndio umekita. Ndio umefika mwisho. Kwa kweli ni kitu kizuri kwamba tumeona mfanyikazi. Kwa mara ya kwanza mimi naona mfanyikazi au msaidizi wa ndani ana sifa zaidi, japo kuna kulea, kuna kule kuwa na hekima kwa mwajiri wake, kuna kule kuwa na heshima. Ambapo ni kitu kizuri, kielelezo kizuri kwa jamii, ikiwa unafanyia mtu, awe ni jirani, awe ni rafiki yako, awe ni bosi wako. Heshima si ulinganishi na nafasi ya mtu, ila heshima inakuwa sio utumwa. Manake hata tujaona kama anateswa. Nafikiri kwa sababu anatendwa vizuri, anafanyiwa vizuri, anaishi na hawa watu vizuri, huyu Neema anaishi na huyo Bella vizuri, basi ndio sababu pia Bella yuko hivyo, na utu uzima wake unampa hekima. Ni kweli. Mtazamaji, siku zote bahari haitolewi uchafu na fagio, na hapa basi hatutolewi nta na kazi ya mtu mmoja, bali ndio maana tuko na mwalimu Bimakwa na mwalimu Meshak ili kudadavua kwa kindani mambo yalivyoonyeshwa ama yalivyosheheni katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Nimekuwa wako Fibian Muthama, mpaka wakati ujao panapo majaliwa. Kwaheri kwa muda.